أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani mahali popote mlipo. Leo ni siku ya Jumatano, Aprili 16, 2025, sawa na mwezi wa Shawwal mfungo mosi tarehe 17 mwaka 1446 Hijria. Taarifa tulizokusanya hii leo, ya kwanza kabisa ni Wazayuni zaidi ya 1000 wamevamia msikiti wa Al-Aqsa huku wakilindwa na majeshi ya Israel kwa ajili ya kwenda kuwazuilia Waislamu kufanya ibada zao katika msikiti, huku wakicheza ngoma katika viwanja vya msikiti huo kwa nia ya kutafuta njia ya kuweza kuleta uchokozi. Lakini taarifa ya pili ni ile inayosema kuwa mkuu wa majeshi ya Israel ametoa tamko la kukiri kuwa hadi kufikia sasa Hamas bado haijashindwa katika vita. Bado Israel haijaweza kufaulu kuishinda Hamas katika vita, bali mashambulio tu yanaendelea ya mauaji, lakini si vita. Taarifa nyingine ni ile ya Abu Ubaida, msemaji wa vikosi vya Al-Qassam, ambaye anasema Wafalastini katu hawatoweza kusahau kamwe msaada wa Yemen katika msimamo wao, wakisimama bega kwa bega na Wafalastini dhidi ya mauaji yanayotendeka katika ukanda wa Gaza. Lakini tunayo taarifa nyingine inayosema kuwa nakala adimu sana ya Qur'ani tukufu imepatikana katika Masjidul Aqsa kule Jerusalem, na inaonyesha kuwa makala hiyo katika maelezo yake iliandikwa na mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii inapatikana katika eneo la kumbukumbu la vitabu vya kale au vya zamani vilivyopata kuandikwa na watu walio muhimu katika upande wa dini. Lakini kwanza tuanze na taarifa ya kutoka Jerusalem. Jumba la makumbusho ya Kiislamu lililopo katika msikiti wa Al-Aqsa uliopo katikati ya mji mkuu wa taifa la Falastini unaokaliwa kama bavu na majeshi katili ya Kizayuni huko Al-Quds Sharif, ambapo ni Jerusalem, lina idadi kubwa ya vitabu adimu, ikiwa ni pamoja na nakala ya kipekee ya Qur'ani tukufu iliyoandikwa kwa hati za kufi, ambayo mwisho wake inaeleza kuwa iliandikwa na Al-Hasan bin Al-Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, ambaye ni mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtaalamu wa kukarabati nakala za vitabu vya kale katika msikiti wa Al-Aqsa, Yusuf Al-Uzbeki, anaamini kuwa mwandishi wa nakala hiyo ya Qur'ani tukufu ni Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Hussein bin Zainul Abidin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Mwanaikolojia wa msikiti wa Al-Aqsa, Ismail Sharawaina, ameambia Al Jazeera Net kwamba nakala hiyo iliandikwa kwa hati za kikufi kwenye ngozi ya swala, yani mnyama, na kutumia wino mweusi. Herufi zake zilitengenezwa na kuwekwa alama kwa mtindo wa Abul Asad al-Dual. Ameongeza kuwa nakala hii ni ya kipekee miongoni mwa nakala nyinginezo za Qur'ani tukufu katika makumbusho ya Kiislamu kwa kuwa inatumia herufi za abjad kama namba, kwani aya za Qur'ani hazikuwekwa nambari kwa kutumia tarakimu, bali zilihesabiwa kwa kutumia herufi za Kiarabu. Kwa sasa msikiti wa Al-Aqsa, kibla cha kwanza cha Waislamu na mji mtakatifu wa Quds, kwa ujumla wake unakaliwa kimabavu na utawala katili wa kidhalimu wa Israeli. Taarifa nyingine kutoka kule Jerusalem ni ile inayosema kuwa Wazayuni wapatao 1000 wamevamia msikiti wa Al-Aqsa huku wakilindwa na majeshi ya Israeli katika uvamizi wao huo uliofanyika Aprili 15. Katika siku ya tatu ya sikukuu ya Pasaka ya Kiyahudi, walowezi 1000 wa Kizayuni, huku wakisindikizwa na kupewa ulinzi na wanajeshi wa utawala wa Kizayuni wa Israeli, wamevamia eneo la msikiti mtukufu wa Al-Aqsa katika mji wa Baitul Muqaddas Mashariki unaokaliwa kwa mabavu na utawala dhalimu wa Israeli. Picha zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zimewaonyesha walowezi hao wa Kizayuni wakiingia kwenye uwanja wa msikiti wa Al-Aqsa katika siku ya tatu ya sikukuu ya Pasaka ya Kiyahudi,
siku ya Jumanne Aprili 15, 2025. Kwa mujibu wa ushahidi wa mikanda ya video, uvamizi wa walowezi wa Kizayuni katika uwanja wa msikiti wa Al-Aqsa umefanywa huku walowezi hao wakisindikizwa na kupewa ulinzi wa jeshi la utawala haramu wa Israeli. Walowezi wengine kadhaa wameonekana wakicheza na kuimba nyimbo za sura ya makabila ya ndani ya Agano la Kale. Siku ya Jumatatu Aprili 14 pia, gavana wa mji mtukufu Al-Quds aliripoti kuwa mamia ya walowezi wa Kizayuni wamevamia uwanja wa msikiti wa Al-Aqsa na kucheza ngoma na kufanya sherehe za Talmudi karibu na milango ya msikiti wa Al-Aqsa katika eneo la kale la mji wa Quds. Wakati huo huo, Wafalastini wametoa wito wa kukusanyika katika msikiti wa Al-Aqsa siku ya Jumapili ijayo Aprili 19, 2025 ili kukabiliana na chokochoko na uchokozi wa walowezi wa Kizayuni dhidi ya eneo hilo la tatu kwa utukufu miongoni mwa misikiti mitatu mitakatifu ya Waislamu, ambalo ndilo lililokuwa kibla cha kwanza cha Waislamu wakati wakitekeleza ibada zao kabla ya kugeukia katika Kaaba. Taarifa nyingine ni ile inayotoka Israeli ambayo nayo imepatikana mnamo Aprili 15. Inasema kuwa mkuu wa majeshi mpya wa jeshi la Israeli ameonya kuwa vikosi vya jeshi la utawala huo wa Kizayuni vinakosa nguvu kazi na rasilimali ya kutimiza malengo ya kujitanua ya utawala huo katika ukanda wa Gaza uliozingirwa, na kusema kuwa Hamas inaendelea kudhibiti ukanda huo kikamilifu mwaka 1.5 baada ya kuzuka kwa vita hivyo. Eyal Zamir amemwambia waziri mkuu Nduri Benjamin Netanyahu na baraza lake la mawaziri katika mkutano wa hivi karibuni kwamba mikakati ya kijeshi pekee haiwezi kutimiza malengo yote huko Gaza, hasa kwa kukosekana kwa safu ya kidiplomasia. Utawala wa Israeli umetoa wito wa kuteka maeneo mapya ya Gaza. Hata hivyo, wengi wa maafisa wa Israeli wameonya kuwa kutekelezwa kwa ufanisi hilo kunaweza kuchukua muda mrefu sana. Mamia wanajeshi wa akiba wa Israeli na maveterani tayari wametia saini maombi ya kutaka kusitishwa kwa vita vya Gaza na kurejeshwa kwa mateka kupitia mabadilishano ya wafungwa na Hamas. Netanyahu ametishia kuwafuta kazi wanajeshi walioko kazini waliotia saini maombi hayo. Jeshi la utawala katili wa Israeli pia limekuwa likikabiliwa na uhaba wa askari kwa sababu ya kuachiliwa kwa Wayahudi wa Kiorthodox na kusita kwa uchovu wa vita wa wanajeshi wa kawaida. Licha ya mashambulizi yanayoendelea kufanywa na mhimili wa Kizayuni na Marekani dhidi ya Gaza na Yemen, lakini bado vikosi vya jeshi la Yemen na mukawama wa Falastini vinaendelea kukabiliana na uvamizi huo bila kuchoka. Haya yanajiri siku chache baada ya kundi la askari wa akiba wa jeshi la anga la Israeli wamefukuzwa kazi baada ya kutia saini waraka wa kutaka kusitishwa vita dhidi ya Gaza na kurejeshwa kwa mateka wa utawala huo wa haramu walioko mikononi mwa wanamukawama wa Falastini Hamas. Taarifa kutoka India zilizochapishwa Aprili 13 zinasema kuwa Waislamu huko nchini India wameuawa pale walipokuwa wakitekeleza maandamano ya kupinga sheria ya marekebisho ya wakfu wa Kiislamu ambayo India inakusudia kufanya, jambo ambalo linapingwa kwa vyovyote vile na maelfu kwa maelfu ya Waislamu wa India. Watu watatu akiwemo mtoto mmoja wameuawa na wengine zaidi ya 100 kukamatwa wakati wa maandamano yaliyofanyika katika jimbo la mashariki mwa India la West Bengal kupinga marekebisho ya sheria ya bodi ya wakfu wa Kiislamu. Serikali ya India inadai kuwa sheria hiyo iliyopitishwa na bunge mwezi Aprili inalenga kufanya mabaraza ya wakfu ya Kiislamu ambayo ni miongoni mwa wamiliki wakubwa wa ardhi nchini humo kuwajibika zaidi na kuwa na uwazi. Hata hivyo, kambi ya upinzani inasema kuwa sheria hiyo ni hujuma dhidi ya Waislamu milioni 200 ambao kwa hisabu ya watu wote wa India ni jamii ya wachache. Afisa wa polisi wa jimbo hilo, Javed Shamim, amesema watu watatu wakiwemo mtoto mmoja wameuawa katika maandamano hayo. Ameongeza kuwa hadi sasa watu 118 wamekamatwa kuhusiana na ghasia hizo, akibainisha kuwa maafisa wa polisi wasiopungua 15 wamejeruhiwa. Mabaraza yenye nguvu ya wakfu ambayo yanasimamia mali za wakfu zinazotolewa na Waislamu wanamiliki takriban hekta 365,000 milki ya mali isiyohamishika yenye thamani ya mabilioni ya dola. Kiongozi wa upinzani nchini India
Rahul Gandhi ametaja sheria ya wakfu kuwa ni silaha inayolenga kuwatenga Waislamu na kuingilia sheria na haki zao za kumiliki mali. Ameongeza kuwa suala hilo la hujuma ya wazalendo wa Kihindu dhidi ya Waislamu kwa wakati huu, ingawa inaweka mfano wa kulenga jamii zingine katika siku zijazo. Vyama vya upinzani vimeeleza kuwa sheria hiyo ni sehemu ya juhudi za chama cha Waziri Mkuu wa India Narendra Modi, Bharatiya Janata, kwa ajili ya kupata kura za wapiga kura wa Kihindu. Miongoni mwa vipengele vilivyozusha utata mkubwa wa sheria hiyo iliyopitishwa na bunge la India ni kuwaruhusu wasiokuwa Waislamu kuteuliwa katika bodi za Kiislamu za wakfu, jambo ambalo limeibua wasiwasi kuhusu uhuru wa kidini na haki za kihistoria za Waislamu nchini India. Taarifa nyingine tulionayo ni ile inayotoka kule Palestina, ambapo msemaji wa brigedi ya Izzuddin al-Qassam, tawi la kijeshi la harakati ya Mukawama, Abu Ubaida, amesema Wafalastini hawatoisahau Yemen namna walivyosimama pamoja nayo na bega kwa bega katika kupambana na udhalimu unaoendeshwa na Marekani na Israeli dhidi ya Wafalastini. Msemaji wa brigedi ya Izzuddin al-Qassam, tawi la kijeshi la harakati ya Mukawama wa Kiislamu ya Palestina Hamas, amesema Wafalestina hawatosahau namna wa Yemen walivyosimama imara na bega kwa bega pamoja nao katika jihadi ya kuikomboa ardhi ya Palestina. Abu Ubaida amebainisha kuwa wananchi wa Yemen wamelipa gharama kubwa ya kuhimili maafa makubwa yanayowafika kwa kujitolea kwao kwa ajili ya Palestina, lakini wangali wamesimama imara na kushikamana na msimamo wao wa kuwa bega kwa bega na Gaza, jambo ambalo wananchi wa Palestina hawatalisahau katu. Msemaji wa Al-Qassam amesisitiza kuwa licha ya kulipa gharama kubwa kwa damu zao zenye thamani kubwa na rasilimali za nchi yao kwa kujitolea kwa ajili ya Palestina na msikiti mtukufu Al-Aqsa, ndugu zetu wa kweli wa Yemen wangali wanaendelea kuupozesha moyo wa utawala wa Kizayuni kwa kutangaza kuwa wataendelea kusimama imara na bega kwa bega na Gaza inayoandamwa na vita angamizi vya mauaji ya kimbari. Abu Ubaida ameongeza kwa kusema Palestina na watu wake hawatasahau msimamo huo wa heshima na sharafu wa watu wa Yemen wanaosimama nao bega kwa bega, pamoja na irada thabiti inayotoa bishara ya kheri ya umma huu na uwezo ulionao wa kuvuruga usalama wa utawala huo wa Kizayuni. Awali, kabla ya tamko hilo la msemaji wa Al-Qassam Abu Ubaida, jeshi la utawala wa Kizayuni la Israeli lilitangaza rasmi kuwa makombora mawili yamerushwa kutoka Yemen kuelekea ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na Israeli na kwamba juhudi za kuyazuia zilikuwa zikiendelea. Siku ya Jumapili, Aprili 12, 2025, kanali ya 14 ya televisheni ya utawala wa Kizayuni iliripoti kuwa jeshi la utawala huo linafuatilia kutungua kombora lililorushwa kutoka Yemen kuelekea katikati mwa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu za Palestina na kubatizwa jina bandia na kuitwa Israeli. Duru za habari za Kiebrania zimetangaza kuwa makombora matatu ya ulinzi wa anga yalirushwa kukabiliana na shambulio hilo na kwamba ving'ora vya hali ya hatari vilisikika katika baadhi ya maeneo ya ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na Palestina zilizopachikwa jina bandia la Israeli. Hayo ndio yaliyopita katika siku 4-5 zilizopita na bado yanaendelea, huku mazungumzo baina ya Hamas na Israeli ya kutafuta njia ya kupata suluhu ya kusimamisha vita yakiwa bado yanaendelea. Hapa tunaposoma taarifa hii, mkutano unaendelea baina ya wapatanishi na makundi haya mawili, ambapo wapatanishi ni kama linavyojulikana kuwa ni Marekani, Qatar na Misri. Wanajaribu kupeleka mapendekezo yatakayopelekea kusimamishwa kwa vita. Taarifa ya India ni kama inavyojulikana wakati wote kwamba Wahindu ni watu wenye chuki kubwa sana na Waislamu kule India na wanakijaribu kuwabagua, na hivi sasa hapa wanafanya juhudi kubwa za kutaka kupora utajiri wa Waislamu ambao waliokuwa wengi na wenye uwezo. Wanawekeza mali zao za wakfu kwa ajili ya kulinda Uislamu na kusimamia kuenea kwake katika bara Hindi. India ina watu wanaofikia takriban milioni 1,400 ambapo kati yake Waislamu wanaojulikana ni milioni 200. Kwa hayo yanayopita Palestina na kwingineko kote, tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu asa kheri kaweza kupatikana. Tamko la mkuu wa majeshi mpya wa Israeli
kwamba Hamas bado haijashindwa katika medani ya vita ni ishara kubwa ya kutosha na ni ushahidi kuwa bado Hamas iko imara, na Israeli nasema kuichukua Hamas na kujiongezea maeneo katika upande wa Hamas ili wayahudishe bado ni jambo litachukua muda mrefu sana kwa kutumia mbinu za kivita. Kwa hiyo Hamas wamejipanga vizuri, japokuwa hawana msaada wa kutosha katika upande wa silaha. Kitu anachofanya Netanyahu ni kuwatisha askari wanaojaribu kumwambia ukweli, anawafukuza kazi na anaendeleza vita, na ambayo ndio dhamana inayofanya yeye kubakia madarakani, kwa sababu anasubiriwa na kesi za matumizi mabaya ya madaraka, ulaji rushwa na matendo mengine ambayo tayari yalikwisha fikishwa mbele ya mahakama. Na mara tu vita itakapokuwa imemalizika, Netanyahu atakwenda katika mahakama na bila shaka atapata hukumu anayostahili, na huo ndio utakuwa mwisho wake wa kutawalia siasa za Israeli. Baadaye uchaguzi utakapofanyika, Netanyahu hatoweza kupata kura za kuweza kumwezesha kuendelea kutawala, kwa sababu Waisraeli wengi wanafanya maandamano takriban kila wiki wakimtaka Netanyahu aachie madaraka, kwa sababu wamechoka naye, lakini wamechoshwa na utete wa usalama ambao serikali ya Netanyahu imeshindwa kuwadhaminia walowezi wa Kiyahudi wanaokalia ardhi za Palestina pasipokuwa na haki. Na jambo jingine la kuomba zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni uvamizi unaoendelea kufanywa na Mayahudi wa Zayuni katika Masjid al-Aqsa, na siku ya Jumapili ijayo Wafalastini wametoa mwito wakutane kwa pamoja katika msikiti wa Al-Aqsa, na hilo ni jambo linaloashiria kwamba inaweza kutokea hatari au maafa, kwa sababu endapo Mayahudi watataka kuja msikitini, jambo ambalo ni haramu kwa Mayahudi kuja na kuingia msikitini, litapingwa na Waislamu watakaojitokeza, na hatimaye yanaweza akaja katokea maafa. Tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu tusaidie na tupokelee maombi yetu hayo yanayokusudiwa kufanywa na Wazayuni dhidi ya Waislamu wa kuingia msikiti wa Al-Aqsa na viatu vyao na uchafu kwa ajili ya kunajisi msikiti huo na kuwadhuru Waislamu, washindwe na mipango yao iangamie. Dua ya kufanya ni kumwomba Mungu kila baada ya swala, kila kikao cha ibada za mchana na usiku, kwa kutumia suratul Fil na suratul Lahabi, ili kuomba kwa Mwenyezi Mungu. Anayeweza anaweza akasoma 11, 21, 41 hata 1000 kumwomba Mwenyezi Mungu wale wote wanaokusudia kuwahilikisha Waislamu wa Palestina, wanaokusudia kuhilikisha na kuchukua msikiti wa Al-Aqsa, wahukumiwe na Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndio mwenye nguvu kuliko yoyote yule. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo. Allah